una tabia mbaya, mtoto mdogo ulifuta mpaka kaya, hivyo vibaya. Mahusiano sitaki tena, utolo sitaki tena, marafiki wabaya sitaki tena, mambo ya umbea sitaki tena. Niache nisome. Jamani, jana ni nini kilichompata Rebeka? Maana sielewi. Mimi nilikuwa darasani. Mara sikia mtu anapiga kelele, anashika kichwa analia mama. Kutoka nje ndo nakuta katika yupo kwenye ile hali. Maana yake mimi nikashangaa. Maana mnambeba. Kitu gani? Maana kwa sielewi. Hapo. Sulieni ni wapi ombea? Juzi ile mnakumbuka? Nika zangu pale, nilikuwepo mimi, Noya na Feti. Tukasema sibi tuende darasani tukachukua nini? Daftari la Rebeka la English. Tumekaa pale tunaandika. Tukaanza kumsifia, Rebeka ana akili. Akajibu Feti. Kwa akili gani hizo kuwa nazo? Cha kwanza mimi nitamkomesha. Kuna kitu nitamfanyia iko. Wewe utamfanyia kitu gani? Kuna kitu nitamfanyia mpaka hata sahau. Subiri kwanza. Feti huyu mwenye macho ya kuingia ndani? Huyo baba. Utampiga tukamuuliza. Simpigi wala nini. Ile iko kitu mtakiona tu. Kale katitu ni kachawi. Akiwezekana ongea maneno mazito kama yale. Kitu kadogo. Machoke. Na ndio maana macho yake yameingia ndani. Inawezekana matungulia wanatungulisha ndani huko yanamrudisha tu macho ndani shoga yangu. Yaani simbaka tukashtuka. Sema tukaleta unafiki kidogo pale. Tumuulize, utamfanya nini? Tukaleta unafiki tunaelewa tena. Tupo lala. Humu tunajaa. Tunangata na kupuliza. Nyie subirieni tu. Kuna kitu nitamfanya. Utampiga? Siwezi kumpiga mimi. Kuna kitu nitamfanya. Huwezi kusema hivyo. Labda mwenzetu usikute katika familia zao huko mtu atakiwi kusoma. Sija kwanza kumzingizia mtu shoga yangu. Kesi shule. Yeye kachawi kakubwa kale. Kwa nini kaongea maneno yale? Rebeka naye kazidi. Hata kama ule ni wivu namsumbua. Kwani maendeleo ya Rebeka yanamuuma nini? Kila siku uongozaga yeye tu Rebeka. Yaani mnaamini kweli kama Feti ni kajanga kale? Ni mnafiki. Mtu anakaa naye siti karibu kabisa lakini analeta unafiki. Yaani kale kachawi kale. Si rafiki yake kabisa wanakaa pamoja kwa. Tujiangalie, tusije tukalogwa na sisi pia. Nimeamini dunia ya dau ulimwengu. Kwetu nimeaga baba, kwetu nimeaga. Umeaga, na chale kila kona. Nazo, ukinishika huko ninazo, ukinishika pale ninazo. Chawi wenyewe unasema. Wewe usio kaanza kutuangia. Baba, kwetu nimeaga. Na kwa nimeaga. Unachukuliaje kwani? Yule kwa zanguni. Yote 9-10. Mimi nawaambia ukweli. Yule binti naye kazidi. Kila siku yeye tu kuperform, kila siku yeye. Umeona kujifanya kujua sana kuongoza. B. Atuachie hata sisi wengine jamani kukomboleza hizo nafasi zingine. Ndio hapo sasa. Bwana yeye atajua mwenyewe, tumwacheni tu Feti amkomeshe kwanza kidogo. Bibi yake Feti jamani ni mchawi mjue. Shogangu naye umezidi uoga. Wewe siku ile kafuma pale nje hapana naoga. Atuogopi dudu wala mende. Tupolelele baba upo. Mwezeni madai aka naondoka zangu. Mimi nenda bwana. Wewe nenda. Kwani afya unajua sasa hizi ni za kipindi cha mwalimu. Wewe usosnitch asija kaenda kusema kwa Feti huyu. Wewe cheza na hizo mara mbili. Ulichokisikia kiacha papa. Shogangu umenielewa? Sasa mimi nitapeka wapi tena? Nishakwambia. Kuna ibilisi kupanda, unaweza karopoka mbele ya Feti. Mambo yasiwe mengi. Sasa kaingia tukapigwa bure si darasani. Tuongozaneni tu wote tuende darasani. Leo nimekuja hapa kuhusiana na swala la mko wangu Simba.
Unajua dada, mtoto huyu namharibu. Huenda kwa kujua ama kutokujua. Kwa sababu mkwe wangu sasa hivi amebadilika sana. Anafanya vitu vya tofauti sana, anakuja kuchukuliwa hapa nyumbani na kuna maneno sometimes anakaa sana anakwepo huko kwenye magenge ya watu tofauti. Na anafuatwa na watu hapa mabodaboda anakuja mpaka nyumbani. Dadangu unaweza ukawa unajua hilo jambo. Inaonyesha dada unalizishwa na haya mambo anayofanya si mtu. Kwa sababu kama ulizishwi na haya mambo anayofanya si mtu, wewe umechukua hatua gani kwa kama kweli tujue kama kweli wewe hujalizishwa na hili jambo analofanya si mtu? Haiwezekani mkwe wangu anaondoka hapa nyumbani kwako, wewe umekaa hapa unamwona anaondoka yule pale. Unamtengeneza mtoto hapo? Unamkosea sana. Mbona shemeji yangu akiwepo hapa si mtu muone kutoka? Manake anamuogopa babake. Wewe unafurahishwa anachokifanya, si ndio? Sasa kaka mimi nifanyaje? Kwa sababu mtu mwenyewe nikimwambia elewi, anisikii, ndio kwanza anaondoka zake tu. Yaani tena nashindwa nifanyaje. Si utafanyaje? Hapa ni kumzuia tu si mtu. Hakuna kutoka. Full stop. Kwa sababu yule ni mtoto wako, bado mdogo yule. Una uwezo wa kumzuia, una uwezo wa kumwachia. Maana wewe unapomwachia mtu umekubaliana na yeye anachokifanya. Na uwezo wa kumzuia si mtu wewe unao. Unasema ufanyeje tena? Una uwezo wa kumzuia yule mtoto wako. Ila ukienda misingi sawa kama anavyofanya baba yake. Si mtu atabaki hapa nyumbani na atanyooka yule mtoto. Sawa kaka. Mimi naomba hilo usifanyie kazi. Nielewe hilo na nahisi ningemkuta hata yeye si mtu hapa. Nahisi ningeongea naye. Basi kaka ndalifanyia kazi. Unabidi ulifanyie kazi hilo jambo kwa sababu hii ni aibu kwetu sisi pia. Maajabu, nimekutafuta kipindi kirefu sana, muda mrefu. Na kuona ndio sipati time tu kukaa chini kuongea mimi na wewe. Kuna jambo mimi nakwambia Maajabu. Niambie na kusikiliza. Yaani wenyewe wanasema hivi. Ukiona mawingu yametanda basi mvua lazima inyeshe. Bwana mimi sitaki najua maneno yako. Wewe nenda moja kwa moja kwenye point. Mwingine mboyo ulianza kama mchicha. Msho tunaona na kwa mnene kama vile. Afu na kitu kingine nadhani kufahamu. Mapenzi sio. Unamaanisha nini? Hapa namaanisha kitu kimoja. Tukani mimi tunaanza hapa shule. Mpaka leo nimejitahidi sana kuvumilia kupata hisia zangu. Mimi yani nimejitahidi sana lakini mimi nimefikia mwisho. Hata nikisema kwamba nisikwambia nakupenda, ninapobali najiuliza tu mwenyewe moyo wangu. Ila leo nimeamua tu nikwambia ukweli. Ishi, tembea, cheka, imba, cheza, soma, ila mimi nakupenda. Bwana, unamaanisha unachoongea? Mimi namaanisha nakupenda. Hivi unafikiri mimi nakutania au mimi nakutana na wewe? Maajabu. Angalia basi usome. Nakupenda Maajabu. Namaanisha nakupenda. Mimi naona kama unanidanganya. Hapana. Ndio kitu hakiwezekani. Yaani mtu awe anakudanganya tu anaongea kwa hisia. Unajua kabisa msela nimekuja hapa na nanilia Fede kamsho na kuelekeza nasema nakutania. Sasikia James. Nizamu ya Saa Thomas. Na unamjua Saa Thomas. Kama vipi wewe tuondoke tutaongea baadaye. Kuja watumalizie basi. Mbona jijua unanijibu jibu langu nini nafunza kuna nini? Wewe tuende tutaongea baadaye. Nini nawe fujo jamani? Wewe uone umenikalisha bwana tuje saa 1 na kuja sasa hivi saa 2. Yaani hapa mpaka nilipofikia ulitakiwa ushukuru.
huko nyumbani kuna faza. Mbona akiwaga mama mimi nawahi tu hapa chapu, tena akiwaga mama hata ukisema nilale mimi nitalala. Yaani akiwaga baba we hatari, ila mama hana hata noma. Soma ujaje kapa zako yupo. Si nimeaga naenda madrasa. Ndio maana kuona mazingira fulani hivi kibegi nini. We kuna majunzumu yani. Mungu atusamee. Sasa kafungua kwao vipi sasa? Tupite. Umejiandaa? Sasa kwa nini sijiandae? Mpaka nimekuja hapo ukiona hivyo nimejiandaa. Tupite basi. Simu kubwa na wewe kweli walichoniambia kwamba wewe una simu kubwa. Kuna mdada alikuwa mjini. Alikuwa na wewe unasikia zina bei si milioni si shilingi ngapi zina bei. Yaani mtu akakupa tu simu hivi. Kwa hiyo hii simu hii itabaki hapa kwa mwenyekiti. Ndio. Uko sahihi mwenyekiti. Simu ya kwangu mwenyekiti. Usibishane. Kila siku nakuja hapa una hela, chukua nipokee, unatoa hela nini? Unajua? Kwani mpepo tunalizana. No, mbadilize sana wewe kwenye mazingira. Wewe inakuwa unataka mtu sina kama mchezo mpya nataka sasa hivi. Hapa. Hii si yangu, mimi sijaiba. Shida yoyote hii. Sawa. Hapo na hizo unaweza kazi maliza. Baada ya kikao, jamani naomba tuishie hapa. Sasa kikao kile. hii si kubwa. Mdada alikuwa mjini. Alikuwa anaona hizo. Naomba. Nyingine hapa hii. Wala chumba hiyo. Umependa? Sawa. Sasa nataka nikuelekeze ili nielewe kama story sasa. Kipindi natoka zangu nyumbani. Njiani nimekutana na mdada akatoka mjini. Sasa bwana matatizo. Inasemekana kwamba walikuona. Walikuwa na simu kubwa unajipiga picha. Kwa nini ulikuwa malaya? Una tabia mbaya, mtoto mdogo ulifuta mpaka kaya. Hivyo vibaya. Mahusiano sitaki tena, utolo sitaki tena, marafiki wabaya sitaki tena, mambo ya